Wakati Uganda ikiingia leo kwenye uchaguzi mkuu wa urais, swali moja limeendelea kutawala mijadala ya kisiasa barani Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa nini kila inapokaribia uchaguzi, maandamano makubwa au machafuko ya kisiasa, serikali nyingi hurejea kwenye hatua ile ile, kuzima au kudhibiti mitandao? Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika makala hii maalum tuiangalie Uganda, ikiwa leo ni Januari 15, 2026, siku muhimu kwa Waganda wanakwenda kuamua katika uchaguzi mkuu. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kama Force News TZ kote kutokea Instagram, Facebook, Truth Social, kadhalika X zamani Twitter. Hatua hii ambayo mara nyingi hutangazwa kama ya usalama wa taifa imegeuka kuwa mojawapo ya silaha mpya za kisiasa katika karne ya kidijitali. Kwa mujibu wa serikali nyingi, kuzima mtandao hufanywa kwa sababu zifuatazo: kuzuia habari za uongo, kudhibiti uchochezi na machafuko, kulinda usalama wa taifa, kudhibiti mawasiliano ya waandamanaji. Lakini kwa wachambuzi wa siasa na mashirika ya haki za binadamu, sababu halisi mara nyingi huwa moja: hofu ya kupoteza udhibiti wa simulizi, yani narrative, wakati mamlaka inapokabiliwa na changamoto ya kisiasa. Katika siasa za kisasa, mtandao si tena chombo cha mawasiliano tu. Leo ni uwanja wa kampeni za kisiasa, jukwaa la kuhamasisha maandamano, kituo cha ushahidi wa ukiukwaji wa haki, silaha ya kisiasa dhidi ya dola. Ndiyo maana pale serikali inapohisi kuwa simulizi inaelekea mikononi mwa raia, switch ya mtandao hugeuka kuwa kitufe cha dharura. Hii ni mifano halisi ya nchi zilizowahi kuzima mtandao katika muongo mmoja uliopita. Hatua hii imeshuhudiwa mara nyingi. Uganda 2021, serikali ilizima mtandao wakati wa uchaguzi wa urais uliomshirikisha Rais Yoweri Museveni na mpinzani wake Bobi Wine. Hatua hiyo ilikosolewa vikali na EU, Marekani na Amnesty International. Tanzania Oktoba 29, 2025, katika mazingira ya mvutano wa kisiasa na uchaguzi, kuliripotiwa kudhibitiwa kwa huduma za mtandao na mitandao ya kijamii, hatua iliyozua mijadala mkubwa ndani na nje ya nchi kuhusu uhuru wa mawasiliano. Ethiopia 2020 hadi 2023, mtandao ulizimwa mara kadhaa wakati wa vita vya Tigray. Iran 2019 na 2022, mtandao ulizimwa kudhibiti maandamano ya kitaifa. Sudan 2019 na 2021, jeshi lilizima mtandao wakati wa mapinduzi. India inaongoza duniani kwa idadi ya matukio ya kuzima mtandao, hasa katika eneo la Kashmir. Kwa mujibu wa ripoti za Brookings Institution na NetBlocks, kuzima mtandao husababisha hasara mabilioni ya dola kwa uchumi, huathiri biashara ndogo na za kati, huzuia huduma muhimu kama benki, afya na elimu, huvuruga maisha ya kawaida ya raia. Mifano ya hasara: India 2012 hadi 2022 ilipoteza zaidi ya USD, yani dola za Kimarekani, bilioni 6. Ethiopia ilipoteza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 180 katika vipindi vifupi vya kuzima mtandao. Chanzo ikiwa ni Brookings Institution pamoja na NetBlocks. Zaidi ya hasara za kiuchumi, kuzima mtandao huzidisha hasira za wananchi, huongeza mashaka dhidi ya serikali, huvunja uaminifu wa kimataifa, hutoa picha ya dola yenye hofu, sio dola inayojiamini. Kwa wataalamu wa demokrasia, serikali inayozima mtandao huonekana kama inayokimbia mjadala wa wazi. Kwa nini baadhi ya nchi haziwezi kuzima mtandao? Kuna sababu kadhaa pia. Katiba imara. Nchi kama Ujerumani na Kanada hulinda uhuru wa mawasiliano kikatiba. Miundombinu binafsi. Mtandao unamilikiwa na kampuni zisizo chini ya amri ya moja kwa moja ya serikali. Mahakama huru. Maamuzi ya kuzima mtandao yanapingwa haraka kisheria. Shinikizo la raia na vyombo vya habari. Nchi kama Marekani, Uingereza na nyingi za Ulaya hazijawahi kuzima mtandao kitaifa, hata wakati wa machafuko makubwa. Kuzima mtandao si suluhisho la matatizo ya kisiasa, ni dalili ya dola inayohisi kupoteza udhibiti wa simulizi na kujaribu kurejesha mamlaka kwa kukata mawasiliano. Katika siku ya leo, wakati Uganda inapiga kura, historia inaonyesha jambo moja wazi: mtandao unaweza kuzimwa
kwa saa au siku, lakini maswali ya wananchi hayawezi kuzimwa. Na mara nyingi historia huandika hukumu yake bila huruma. Serikali inayozima mtandao huwa imeanza kupoteza hoja. Jina langu ni Wilberforce Ngoto na hii ni Force News.